Na moja kwa moja mtazamaji wa Kurasa TV Online, tupo chuo kikuu cha Dar es Salaam ambapo leo umefanyika uzinduzi wa mashindano ya Inter College ambayo yanataraji kuanza siku ya kesho. Hivi ni vyuo vikuu vya Dar es Salaam ambapo vitachuana moja kwa moja kwa ajili ya kumpata bingwa, ambapo Azam Media wameweka mzigo katika mashindano haya. Nipo na washiriki na pamoja na viongozi wa SGMC, shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma. Nao pia ni sehemu ya washiriki katika mashindano haya, na naambiwa mwaka jana walifika hatua nzuri tu ya nusu finali. Mambo? Poa, habari yako? Safi. Jina lako unaitwa nani? Naitwa Sara Shayo, ni naibu waziri wa habari, mawasiliano na teknolojia chuo kikuu cha Dar es Salaam. Bosi mkubwa wa habari, leo mmepata jezi na mnatarajia kwenda kucheza kesho katika mchezo wa ufunguzi dhidi ya IKS. Una neno gani la kuzungumza? Kikubwa zaidi natoa shukrani kwa Azam kwa kutuunga mkono. Niwaambie tu kwamba tutawaangusha, na sisi kama SGMC tumejipanga vilivyo. Nitoe rai tu kwa mashabiki pamoja na wachezaji wajitokeze kwa wingi uwanjani ili kuwapa nguvu wachezaji. Hivyo tu. Sawa, shukrani. Asante. Sawa, msemaji Mgwadu mwenyewe, SGMC mzigoni, leo mmekabidhiwa jezi. Msimu uliopita mlimaliza katika hatua ya nusu finali. Una neno gani kwa wana SGMC? Kwanza kabisa ni watoe hofu wa SGMC kwa sababu toka nimefika hapa asubuhi, nilifika saa 5 kasoro, kila nikijitambulisha kwa watu kwamba mimi ndo msemaji wa SGMC, watu naona kama vile wanakimbia. Nimeamini kwamba SGMC ni lidude likubwa, tunatisha vibaya mno. Na kwenye michuano hii tumeazimia kufika mbali zaidi ya pale ambapo tumefika kwenye msimu uliopita. Kwa maana kwamba tumeazimia rasmi kufika hatua ya finali na ikiwezekana kubeba kombe hili. Na kile kitu kinawezekana kwa sababu vijana tunao, wana morali ya kutosha, wana mioyo ya kujitolea kuipigania nembo ya SGMC, kuhakikisha kwamba tunatoa burudani kwao, lakini pia tunaleta heshima ya shule kuu ya uandishi wa habari na mawasiliano kwa umma. Kile kilichoanza msimu uliopita kinakuja kufanyika maradufu kwenye msimu huu. Kwa hiyo niwaombe tu, hatutarajii mtu kutoka Kohu, hatutarajii mtu kutoka Soed, hatutarajii mtu kutoka Kosi kuja kusimama na SGMC. Wa kusimama na SGMC ni sisi wenyewe wa SGMC. Kwa hiyo nawaomba sana mashabiki zetu kutoka pale pale shule kuu ya uandishi wa habari waisupport timu yao, kwa sababu wanapokuja kupiga kelele uwanjani, hata vijana wanapokuwa kwenye pitch dakika 90 zile, wanajua kabisa yes, kuna watu wako nyuma yetu, inabidi tufanye kitu kwa ajili yao. Kitu gani hicho? Ni kushinda mchezo huu na kwa ajili kupata matokeo chanya kwenye michezo mingine ili kuazimia kile ambacho tumekipanga kwa msimu huu. Na kubwa zaidi kwa hali tu ya kikosi ilivyo hadi sasa, tuna injury moja ambayo tunatarajia kabla mchezo wetu wa tarehe 16 dhidi ya hawa motivational speaker wakani mashairi wa IKS wanaotumia degree zao vibaya. Haiwezi kupata division 1 alafu naenda kuimba sarufi kule, malezi ya vijana na watoto. Hawana mpira wowote, wachezaji wao wazito, hata magari ya mzigo ni nyepesi, na uhakika kwenye mchezo huo mtu atachapika vibaya mno hapa. Kinachotakiwa ni wana SGMC kutoka SGMC yao kule kuja hapa campus. Kuhusu utaratibu kutoka SGMC kuja hapa, tutautoa rasmi leo jioni kwenye masuala ya usafiri ya kutuleta hapa na kuturudisha SGMC. Kwa hiyo kuelekea mchezo wa kesho kutwa, mimi sina hata lepe la hofu kwa sababu tutawachapa vibaya mno na safari hii watatukoma. Wanasema wasemaji wazuri wanaoongewa timu zao hazifanye vizuri uwanjani. Nakwambiaje ndugu yangu, tuna cream kubwa vibaya mno. Tulifika finali kwenye freshers. Sasa wale waliofika finali freshers, tuna baadhi ya vijana ambao tumewachukua pale, wamekuja kuunganika na watu waliofikisha timu hii hatua ya nusu finali msimu uliopita, wanakuwa kitu hichi kimoja. Baba, uniambia sina timu. SGMC ni lidude lizito, lidubwana ile. Alafu sisi madubwana tusubiri nafasi hata siku moja. Sisi popote kambi. Kila anayepita mbele yetu ametutamanisha, sisi tunaweka. Kila aliyekuja mbele yetu sisi tunaweka. Sawa, semaji onyesha jezi sasa ambayo mmepewa leo. Yeah. Mtazamaji wa SGMC, hii ndio jezi ambayo imetoka leo. Uzi wa Azam wana lamba. Rasmi SGMC tumeingia vitani sasa. Hii vitani ya kwetu, tuhakikishe SGMC yetu inafika pale tunapopataka. SGMC kipate heshima, sote tumepata heshima. Tusiwaachie wachezaji 11 na benchi la ufundi tu uwanjani. Sote tuje kuhakikisha SGMC inafika hatua ya finali na kubeba kombe hili, na hilo linawezekana. Hatutanii na hatucheki. Raundi hii watatukoma. Sawa, mimi mwenyewe ni mwana SGMC na ninasema kwamba ni mchezaji pia, kwamba kesho tunacheza na IKS bila shaka. Kesho kutwa tunacheza na IKS. Hao ambao wanafanya matumizi mabaya ya division 1. Yaani mtu kapata division 1 anaenda kusomea Kiswahili. Sarufi. Mtu unapata division 1. Afu unaenda kusoma sarufi. So mchekea, yani unaenda kusoma mofimu. Yaani how comes mofimu tegemezi, kishazi huru, vitu vya darasa la 3 la 4, matumizi mabaya division. Eti register. Lahaja. Sasa nasemaje?
wapo walikuwa hawaamini kama hili ni dude likubwa, na wapo wengi wanatamani kujifunza kutoka kwetu, lakini hawasemi. Sasa sisi hatuwaambii waseme, tutakuja kuwafundisha kwa lazima kwenye pitch. Kila atakayekutana na SGMC tutamwachia alama ambayo hatokaa akakaa akaisahau. Bwana, mimi nafikiri tumalize kwa nukta hiyo. Kila ambaye atakutana na SGMC anaachiwa alama. Masco, unataka kuongeza? Njoo shabiki hapa. Inakuwaje mwanangu? Safi sana. Kaa hapa hivi, angalia kamera pale. Sasa wewe ukiwa kama shabiki wa SGMC, una neno gani kuelekea katika ufunguzi wa haya mashindano? Kama sisi slogan yetu sasa hivi ninavyosema, raundi hii watatukoma. Sisi wana SGMC tumejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba tunaleta burudani SGMC. Na hili kombe sasa hivi ni la waandishi wa habari. Kama ilivyo tasnia ya habari ilivyo kubwa na ndio chombo ambacho kinategemewa na serikali. Hatutaki kuona kwamba sasa hivi tunaangusha kwa sababu ya vitu vidogo vidogo hivi. Tumejipanga na kuhakikisha kwamba sasa hivi kombe lazima lishuke pale chini Mikocheni. Hatuliachi kombe huku Ubungo, hatuliachi hapa. Tunaondoka nalo kwenda Mikocheni. Wachezaji wamejipanga, wako vizuri, timu yetu imejipanga, tuko vizuri kifedha. Hatuwezi tukakaa tunaangalia kombe linabaki hapa kwa watu ambao hawajielewi, kama mlivyosema kwamba mtu anapata division 1 kule advance, alafu anaenda kusomea sarufi. Mtu anaenda kusoma burudani, anaenda kusoma matamasha ya nini? Watu wa creative art. Unamaliza unaenda kusoma matamasha ya nini? Sisi waandishi wa habari tumejipanga sasa hivi vilivyo kuhakikisha kwamba hili kombe tunalichukua na tunaenda nalo Mikocheni. Kwa na ile dhana ya kwamba kumekuwa hamna kama support hivi kwa baadhi ya mashabiki kutoka SGMC kuja hapa campus au kutoka SGMC kwenda katika michezo mingine inayochezwa katika college gani? Wewe una neno gani kwa? Sasa hivi tuna hamasa kubwa. Kama mimi nilikuwa sio mtu wa michezo, lakini sasa hivi nimerudi kuishagilia timu yangu ya SGMC School of Journalism and Mass Communication kuhakikisha kwamba ushindi na amsha zinakuwa kubwa hapa uwanjani. Siku tutakao kuja kucheza hapa SGMC, siku tutakao kuja kucheza sisi hapa katika uwanja huu, ndio mtakao tambua kwamba SGMC hamasa ni kubwa na tuna washabiki wengi. Sisi tuna mashabiki hadi watu wa mtaani wanashabikia. Wana Mikocheni pale wanatutegemea, wapo pale, tutakuja nao kuhakikisha kwamba tuna support na kombe linarudi kule kwetu SGMC. Sawa, nakubali. Huu ndo uzi ambao umetolewa siku ya leo katika uzinduzi wa asante, shukrani. Katika uzinduzi wa Inter College, na sisi kama Kurasa TV Online tulikuwa hapa kwa ajili ya kukuletea matangazo haya mubashara kabisa kutoka katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Wanasema University of Dar es Salaam. Inakuaje? Shari. Semaji wa? Hili ni semaji, naweza nikasema naona wasemaji wamekuwa wengi. Hasa mimi ni afisa habari. Mimi ni afisa habari. Wapi? Kutoka ndaki ya uhandisi na teknolojia. Koet. Niambie una neno gani? Unajua sisi kule matendo ni mengi. Maneno mengi tumewaachia wanasiasa. Nikiangalia kundi langu na wanasiasa na wanahabari, nina watu wengine nasikia Waswahili, kuna Waswahili pia kwenye kundi langu. Kwa hiyo mimi nikikutana ni vitendo tu. Watakutana na pila la kihandisi ya watu amini macho yao. Sawa, shukrani. Naam, hivi ndivyo ambavyo tunatamatisha kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam. Chuo bora kabisa kuliko vyuo vyote barani Afrika, ambapo hii leo ilikuwa ni uzinduzi wa mashindano ya chuo hapa maarufu kama Azam Inter College 2025, ambapo leo lilikuwa ni zoezi la ugawaji wa vifaa kwa ajili ya timu ambazo zitashiriki katika mashindano haya ambayo yanatarajiwa kuanza siku ya kesho katika kiwanja cha Campus 1, Campus 2 na viwanja vingine vya college pamoja na schools zozote za chuo kikuu cha Dar es Salaam. Mimi ni mtangazaji wa taifa, nilikuwa hapa nikikuletea kila tukio ambalo lilikuwa likijiri hapa. Sina la ziada.